tumefika kwa kabila ya ngapi? I think ni kabila ya 4 ambao ni Yuda. Kama vile nilikuambia kwamba unafaa ujiangalie, kulingana vile nitakuwa nafundisha, ujiangalie uone unatokea kwenye kabila gani, ndio uanze kudai baraka ambazo ziko kwenye ile kabila, na kama ni laana ambazo ziko kwenye ile kabila uanze kuzivunja katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumefika kwenye kabila ya 4 ambao ni Yuda. Kitabu cha Mwanzo 49 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Kuna vitu mingi ambazo Yuda ametamkiwa pale. Sitasoma zote kwa sababu ya muda, lakini kitu cha kwanza Yuda anaambiwa ndugu zako watakuinamia. Ukiangalia vizuri ni kwamba watu walikuwa wanaenda Yerusalemu ama walikuwa wanaenda kwa Yuda ili kwenda kuomba kule. Lakini pia ukiangalia historia utaona kwamba kuna dini ambayo inaitwa Judaism ambayo leo hii hata kwa Israeli inaendelea, na inaendelea kwa sababu ilianzishwa nao hiyo kabila ya Yuda. Lakini pia Yuda kwa siku hizi tukimwangalia vizuri ni wale viongozi ambao walizaliwa ama waliletwa duniani ili kuongoza watu kwenye levo ya familia, kwenye levo ya kanisani, kwenye levo ya kitaifa. Ni viongozi ambao Mungu amewapea uongozi kuongoza. Sio kila mtu anaweza kuongoza. Kuna wale ambao Mungu aliwatengeneza kuongoza, kiasi kwamba huyu mtu ukimweka kwenye nafasi ya uongozi ndio nafasi yake kabisa. Kama vile kuna watu ambao wako na vipawa za kukimbia, wengine wako na vipawa za uimbaji. Kuna wale ambao waliwekwa kuwa viongozi, waliletwa hapa duniani ili kuongoza wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kwa Yuda utasoma kwa wakati wako ili uone zile vitu ambazo Yuda alitamkiwa. Kama wewe mwenyewe ni kiongozi, unasikia kwamba unafaa kuongoza kwenye level yoyote, ikuwe ni level ya kifamilia, maana kila familia inakuanga na kiongozi. Kabla mtu hajaongoza taifa, kwanza anaongozanga familia, mpaka familia wanamheshimu na wanasema kwamba huyu ndiye kiongozi wetu. Anaweza kuwa ni mtu wa mwisho kabisa kama Daudi, lakini washangaa kwamba Mungu anampea kuwa kiongozi. Kwa hivyo hiyo ni taifa ya Yuda. Kama wewe ni kiongozi, unafaa usome hizo vitu zote ambazo zimeandikwa kuhusiana na kabila ya Yuda, ndio uangalie zile baraka, lakini pia chochote ambacho kimeandikwa pale na utasaidika. Kumbuka topic nimesema kwamba ni kufahamu kabila lako la kiroho. Sasa twende kwenye mtoto mwingine ambaye anaitwa Zabuloni. Kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 49 na mstari wa 13 nasema hivi: Zabuloni anakaa pwani ya bahari, naye atakuwa kama pwani za kuengeshea merikebu, na mpaka wake utakuwa kando ya Sidoni. Hapo kuna neno ambayo imetamkwa inaitwa merikebu. Zamani za kina Yakobo, watu kama hao walikuwa wanatumia merikebu sana katika kusafiri wakienda kufanya biashara. Kwa hivyo ukiona mahali popote kwenye Biblia, hasa nyakati za Agano la Kale ambao kunatajwa merikebu, ujue kwamba hapo kunatajwa kuhusiana na mambo ya biashara na mambo ya usafiri. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Zabuloni ni wale watu ambao leo hii wanafanya biashara. Maana kuna watu ambao waliwekwa duniani ili kufanya biashara. Huyu mtu hata akikaja anasikia wacha nianzishe biashara, na akianzisha unaona ile biashara inafanikiwa. Na sio kila biashara, kuna specific biashara ambazo unafaa kuwa unaifanya, unafaa uifahamu ni gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yote ni mazuri kuyafanya, lakini haukuitiwa kufanya yote. Sasa nataka tuende kwenye mtoto mwingine ambaye anaitwa Isakari. Kile kitabu cha Mwanzo 49 mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi: Isakari ni punda hodari. Hiyo ni jambo la kwanza. Tunapoongelea kuhusiana Isakari kama punda hodari, tunaongelea kuhusiana jambo moja, kwamba kama punda huwa anabebanga mitungi 2 ama 4, Isakari alikuwa na uwezo wa kubeba mitungi 6 kwa sababu alikuwa ni punda hodari. Lakini pia namba 2, Isakari anapoitwa punda, tabia mojawapo ya punda ni kutumikishwa na mtu bila kulipwa, kufanya kazi za watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati ule
Yakobo anapomwangalia mtoto wake Isakari, maana aliwaita ili awaambie mambo yale yatatokea siku za usoni. Alimwangalia Isakari akaona kwamba Isakari atakuwa ni mtu wa kutumikishwa kama punda. Na kuna watu wa aina hiyo kwenye hii dunia. Mbona shangaa kwamba huyu mtu akiwa anatumikishwa ndio furaha yake, na miaka yake yote unaona kwamba anatumikishwa. Lazima ujiangalie uko kwenye kabila gani, maana haya makabila yote ya Yakobo ama Israeli yana reflect kila mtu ambaye ameokoka siku ya leo. Na lazima uangalie nafasi yako na ujue vile ambavyo utatoka, kama ni laana imetamkwa ama baraka, iombe hizo vitu. Sasa anasema ajilazae katika ama kati ya mazizi ya kondoo. Kawaida tunajua kwamba punda anakuanga na zizi lake. Punda hawezi akafungwa pamoja na kondoo. Lakini maandiko yanasema ajilazae katika mazizi ya kondoo. Hii inaitwa spirit of diversion. Kutolewa kwenye nafasi yako. Anafaa kukaa kwenye zizi lake huyu punda, lakini anajipata kwamba anakaa kwenye zizi la kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wako kwenye nafasi zao ambazo waliitiwa hapa duniani kuzifanya. Huyu mtu aliitwa kuwa daktari, lakini unashangaa kwamba anachimba choo za watu. Alifaa kuwa mwalimu, lakini unashangaa huyu mtu analisha mifugo huko za watu huko, because amekuwa diverted, ametolewa kwenye nafasi yake. Yakobo anapomuita huyu mtoto wake, anamwambia Isakari ni punda hodari, ajilazae katika mazizi ya kondoo. Ina maana kwamba akaangi kwenye nafasi yake, akaangi kwenye zizi lake, anakaa kwenye zizi la kondoo. Nikieleza zaidi nitakuja kukueleza sasa tunapoongelea kondoo tunaongelea nini. Maana Yesu anasema kwamba anatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Hapo ndio utaona kwamba kuna watu ambao wanakuja kanisani, ambao Mungu anakuletea wale watu. Although sasa mimi sitaki kuongea hilo jambo, ambao wale watu unafaa kuwatumia ili kwamba uende level nyingine, ufanye kazi ya Mungu. Leo lakini ni punda ambao wamekaa katikati ya zizi la kondoo. Kwa hivyo kwa sababu amekuja kwenye zizi lako la kondoo, sasa unafaa umtumie yule punda akubebee mizigo yako. Nitakueleza zaidi. Nasema hivi, akaona mahali paraha kuwa pema. Kumbuka huyu punda ako kwenye zizi la kondoo, lakini akiwa kwenye zizi la kondoo akaona hapo mahali panapendeza, ni pema. Hayuko kwenye nafasi yake, lakini bado anafurahia akiwa hivyo. Nasema hapana, mimi nimeridhia nikiwa hivyo hivyo. Anatumika kama punda lakini ako sawa. Sema hivi, na inchi ya kuwa ni nzuri, akainama benga lake lichukue mzigo. Hii ni roho ya kutumikisha sasa. Nasema hivi, akawa mtumwa kwa kazi ngumu. Huyu ni Isakari sasa. Na Isakari mara nyingi ni wale watu ambao wakija kanisani utashangaa kwamba ni watu ambao tunaposimama tunasema kwamba tuombee mtu fulani au tuombee kanisa. Isakari akiwepo unafaa umtumie ni wabebe mzigo ya kanisa, kuombea kanisa ili kanisa liendelee kwenda mbele. Maana umemletewa kwenye zizi la kondoo, umtumie kubeba mizigo. Sijui kama naeleweka. Isakari kama wakitumika na shetani, kuna vitu ambao zinatokeanga kwenye maisha yao. Kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:29 kuna vitu zinatokeanga kwenye maisha yao ambazo ni laana ambao shetani anaachia kwenye maisha yao. Unasema hivi, utakwenda kwa kupapasa mchana kama kipofu apapasavyo. Kwa hivyo jambo la kwanza, kwa sababu huyu mtu hajajua nafasi yake ama position yake, Isakari anakaa kwenye zizi la kondoo, atakuwa anaishi maisha ya kupapasa, maisha ya kubahatisha. Sasa maandiko yanasema mchana kama apapasavyo kipofu gizani, wala ufanikiwi katika njia zako, nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala apata kuwa na mtu wa kukuokoa. Huyu ni Isakari. Baada ya kuwa Isakari sasa amepatikana na shetani. Nimesema kwamba Isakari akija kwenye zizi la kondoo, kondoo at least watamhurumia, maana ni mwanadamu. Ni Isakari, pamoja na kuwa yeye mwenyewe ako na tabia kama za punda. Lakini akitumika na shetani, maandiko yanasema kwamba siku zote utaonewa nawe utatekwa nyara. Kwa hivyo kama wewe ni Isakari, unajua kwamba wewe ni mtu wa kutumika na watu, umeajiriwa kazi ili utumikie watu, unafaa uhakikishe kwamba sio shetani anakutumia basi.